na matangazo ya Morning Trumpet. Tulikuahidi kwamba kila Jumatano utapata nafasi ya kujifunza masuala mbalimbali yanayohusu uchumi, fedha pamoja na maendeleo binafsi. Na leo tunafanya tathmini ya nusu mwaka, huu mwaka 2025, ambapo leo tunazungumza Juni 25. Tumefika nusu mwaka, bado miezi 6 mingine sasa. Kuhusiana na tathmini ya nusu mwaka, tunafahamu kwamba malengo ni matokeo au matarajio maalum ambayo mtu ama kikundi kinatarajia kuyafikia katika kipindi fulani. Sasa yupo hapa Janet Soka, mshauri wa uchumi na maendeleo binafsi, kuzungumza kuhusu hili. Kwa vizuri. Karibu sana Janet Soka. Tushazungumza masuala ya maendeleo na pia leo tutachangia. Leo nitakaa kimya, hii swala la maendeleo nitawaachia ndugu zangu. Ukiwa unamaanisha maendeleo hayakuhusu. Yananihusu, lakini tunaweka ugomvi mimi na maendeleo. Mimi naenda hivi, yeye anaenda hivi, hataki kunifuata. Karibu sana. Sasa tunazungumza kuhusiana na tathmini ya nusu mwaka 2025. Ni vyema kufanya tathmini ya ulipo na unapoelekea, kwa sababu tunakaribia kufika nusu mwaka. Ili mipango ambayo uliweka ya kiuchumi, ya kifedha, imefikia wapi na unafanyaje? Sasa tuanzie hapo Janet, au sio? Kabisa. Kwanza kabisa, kabla hatujazungumzia tathmini, tunafanya tathmini kutokana na malengo tuliyoyaweka. Na mtu anaweza akajiuliza anafanya tathmini kwenye nini? Yaani kile ambacho ulikiandaa wakati mwaka unaanza. Watu wasema huu mwaka wa kwangu bwana. Wanasema watu wauliza wanaenda nao wapi? Huu mwaka wangu, yaani mwaka lazima nitoboe au nitusue. Huu mwaka lazima nifanye vitu fulani na vitu kadha wa kadha. Na tunapofanya tathmini tunarejea kwenye yale malengo ambayo tulisema. Wengine walipanga mwezi wa 12, mwingine wakapanga mwezi wa kwanza. Na ulipanga nini? Kile ambacho umekipanga ndio tunakifanya sasa tathmini. Na tukizungumzia tathmini tunamaanisha ni mchakato wa kutazama kwa kina mahali ulipotoka na unapokwenda. Na mtu yoyote anaweza akajiuliza kwa nini tunafanya tathmini kwenye maisha. Sababu ziko nyingi sana za kufanya tathmini, lakini moja kati ya sababu ya kufanya tathmini ni kufichua kinachofanya vizuri na kubainisha mapungufu yaliyokuwepo. Kwa hiyo kama mtu utakuwa ufanyi tathmini, itakuwa ni vigumu kujua ni mahali gani unafanya vizuri na mahali gani kuna mapungufu, uongeze nguvu zaidi. Lakini pia sababu nyingine kwa nini tunafanya tathmini ni kuongeza uwajibikaji na uwezo wa kujisimamia na kufanya maamuzi sahihi. Unajua kuna mtu anafanya makosa na anaendelea kukosea. Pengine anapenda au hapendi, maana kwenye makosa kuna mambo mengi, lakini mara nyingi hatupendi kukosea. Lakini anashindwa kubadilika au kubadilisha yale makosa kwa sababu hajifanyii tathmini. Na mtu ambaye hajifanyii tathmini, kwa lugha rahisi tu, maana yake wewe unapenda kukosea. Kwa hiyo sababu ya kujifanyia tathmini ni kubwa na muhimu zaidi ukilinganisha na kule ambapo unaelekea. Kuna mtu mmoja, yeye ni mtaalamu huyu wa mambo ya utafiti, na tunasema katika utafiti kuna kipengele cha tathmini kama ni miradi au kitu chochote, hichi kitu kimefanikiwa kwa kiasi gani, kimegusa maisha ya watu. Yeye anaitwa Michael Patton. Yeye aliwahi kusema ya kwamba tathmini ni daraja kati ya kujifunza na kuboresha. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo katikati hapo katikati huku kuna kujifunza, huku kuna boresha. Kwa kama hujifanyii tathmini, inawezekana unajifunza sana, unajifunza kitu ambacho ukihitaji kwa sasa hivi. Kwa hiyo ni vizuri ujifunze, lakini baadaye uangalie ni namna gani unaweza ukaboresha ili kile ambacho umejifunza kiweze kukusaidia. Na kiufupi kujifanyia tathmini, mtu akisikia tathmini anaweza akasema ni mambo ya watu wakubwa bwana, labda mambo ya serikali, mambo ya miradi, mimi binafsi. Masa tathmini tu mimi niko peke yangu, mimi hapana. Ni vizuri kujifanyia tathmini kwa sababu chochote unachokipata kinatokana na tabia zako na mambo yako ya kila siku. Yaani tunasema kwa mfano mtu anayevunja ukuta kwa kutumia nyundo ya kwanza haivunji ukuta, ya pili anapiga pale paka mara 50. Lakini ile nyundo ya 50
inaonyesha ukuta umevunjika, lakini ukweli ni kwamba tangu nyundo ya kwanza ilikuwa inatengeneza ufa, ndio maana ile nyundo ya 50 ikavunja ukuta. Kwa hiyo kama ujifanyie tathmini, utakuwa unahisi hivi vitu bwana vidogo tu kufanya. Labda mfano kwenye mambo ya fedha, ukasema mimi natamani mwaka huu nibadilike kiuchumi, niwe na fedha. Unaweza kusema hela haitoshi. Kwa sababu ujifanyie tathmini, unadharau pesa ndogo 1000 tu na keep change, kila sehemu una keep change. Sio mbaya ku keep change, lakini kuna watu ukiwaangalia fedha zao nyingi. Tusi keep change. Sijasema ni mbaya ku keep change, lakini kila kitu kiwe na kiasi. Too much is harmful. Kuna mtu ana keep change. Sasa sijajua intention ya keep change ni nini. Maana kuna mtu ana keep change kwa upendo, lakini kuna mtu ana keep change kwa dharau tu. Sasa hii 3000 mimi nanipeleka wapi? Nafikiri wewe ana keep kwa. Kwamba mimi sasa 1000 mimi naipeleka wapi? Lakini zile 1000 nazoziacha labda pengine kwa siku 20 ni 20,000, pengine ingemsaidia kwenye mafuta, ingemsaidia mahali. Kwa hiyo keep change sio mbaya, lakini chochote kiwe na kiasi. Kwa hiyo kama ujifanyie tathmini, unaweza kusema hivi mimi hela zangu mbona kama sielewi, unadharau 1000, kumbe ukizikusanya zingekufikisha mahali. Kwa hiyo ili upate matokeo yaliyo bora mwisho wa mwaka au kwenye maisha kiujumla, lazima uwe unazingatia hatua zako ndogo ndogo unazopiga kila siku, kwa sababu hatua ndogo ndogo ukizijumlisha ndio unaweza kupata breakthrough kwenye maisha na kimalengo kiujumla. Sasa unafanyaje hayo? Unajiulizaje ama unajuaje katika kujifanyia tathmini? Ni vitu gani ambavyo unaangalia? Kujifanyia tathmini inaanza tu na maswali. Ni wewe mwenyewe, tena katika level ya mtu binafsi, tunazungumzia uchumi binafsi. Ni vizuri tu na uwe na mahali pa kuandika. Usifanye tathmini. Kwanza tukianza kwenye malengo. Kuna mtu ile mwezi wa kwanza ameanza. Labda kwa mfano sisi wa Kristo, umeenda kanisani ukaambiwa tuombee malengo yako. Ndio naomba karatasi, naomba niandike. Yaani siku 365 unazipanga kwa dakika moja, yani ni uongo. Maana yake wewe hauko serious. Yaani katika siku 365 unatumia dakika 10 kuzipanga. Hapana. Kwa nini usitumie siku moja kupanga siku 365? Kwa hiyo ni vizuri uyaandike. Hata hapo unafanya tathmini usifanyie kwa kichwa. Hamnaga vitu vya kichwa, kwa sababu kisaikolojia ukiandika unaiambia akili yako hiki kitu ni cha muhimu sana. Kwa chochote ambacho unaona ni cha muhimu kiandike. Unaanza na kujifanyia maswali. Kwanza kabisa, swali la kwanza, ninakwenda wapi? Mimi ninakwenda wapi? Nina picha yoyote kuhusiana na kesho na safari yangu? Kesho yako unaiona wapi? Unajua ni vizuri sana kuuliza unaenda wapi, kwa sababu tunaishi kwenye jamii ambayo kila mtu anaelekea sehemu yake. Labda mfano ukafika Magufuli stand pale, ukishajua mimi safari yangu ni Mbeya. Pale utakutana na magari ya Morogoro, utakutana na Kigoma, utakutana na magari ya kila sehemu. Lakini ukishajua mimi safari ni nyumbani. Ukishajua safari yako mimi ninaenda kule, direct unaacha vituo vyote, direct unaenda kwenye ile point ambayo magari ya eneo lako yanapaki. Kwa hiyo kama mtu hujui unaenda wapi, utaenda kujihusisha kwenye stand hata Morogoro, utapiga story au pengine utaanza kuuliza, jamani hivi ni wapi, unajikuta unapoteza muda. Kwa hiyo ni vizuri ujue unaenda wapi. Ukishajua unaenda wapi, hata tabia unazozifanya na vitu unavyofanya, watu wote wanavifanya, watu wote wana support, lakini kutokana na unapoenda unaona hichi kitu si sahihi kwangu. Kwa hiyo ukiwa unaishi kiolela, unatuambia hauna mahali unaelekea. Kwa hiyo ni vizuri ujue unaelekea wapi. Swali la pili, nitapiga hatua kwa kiwango gani? Nitapiga hatua kwa kiwango gani? Na hapa kwa kiwango gani ni muhimu sana, kwa sababu kuna hali ya kuridhika. Kuna mtu, kuna watu, mfano mimi kuna watu ukiwatazama au watu wakikutazama wanasema hivi jamani, hivi labda mfano mtu akikwambia hivi dana, mbona hii dai nikashafika, lakini wewe ukijangaa unaona mimi mbona bado ukitazamia na malengo unaoyatamani. Haujafika. Wewe unaona umefika. Bado kiongozi. Ongea bwana, usitofanye hivyo. Au umefika. Mimi naomba nishughulike. Umefika. Mimi nakabiliana na hiyo. Richard, umefika. Bado. Sawa. Ana Janet. Lakini watu akimwona Janet hapo wanaona umefika
anatufundisha kwenye YouTube. Sasa haya ashafika huyu. Kupiga tu kwa kiasi gani ni kitu muhimu sana. Naam. Kuna mtu akimwona tu mtu ana gari moja anasema ningekuwa mimi ni yule, asubuhi nisingeamka, ningepumzika, lakini mwenyewe anapambana, analala usiku, anaamka alfajiri, hajaridhika kwa sababu anataka magari 3, 4, umeona. Kuna mtu tu akipata tu hela kula wiki nzima hatoki tena, inatosha analala. Kwa sababu tu anapoelekea, yani kula tu, lakini kuna mtu ana malengo makubwa. Kwa hiyo ni vizuri ujue unaelekea wapi. Hiyo itakupa speed. Na ni vizuri sana jamani tupange malengo makubwa makubwa. Unajua ukipanga malengo madogo madogo ukiwa unasema mimi bwana nipate tu hela, mimi nipate hela tu ya kula basi. Ukiwa hivyo maana yake utajikuta speed yako, utafutaji wako ni mdogo kulinganisha na kile unachokihitaji. Lakini ukiwa unafikiria vitu vikubwa unajikuta ile morali ya kupambana inakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo ni vizuri ujue unaelekea wapi. Kitu cha tatu ni nini kinakukwamisha au nini kinakwamisha hatua zangu? Nini kinakwamisha hatua zangu? Mapungufu, changamoto, makosa ambayo unayafanya. Sisi kama binadamu hatujakamilika na kila mtu ana mapungufu yake. Mwingine ni uvivu tu wa kuamka, mwingine ni anagairisha mambo, mwingine hataki kuchangamana na watu, mwingine hapendi kuambiwa ukweli. Unaweza kujikuta ni tabia ndogo ndogo ukiziangalia unaona bwana wananisema sema, wananichosha mimi, wananionea wivu. Kumbe ndo iko ndo kinachokukwamisha kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni vizuri kujikagua na ufahamu ni nini hasa kinakukwamisha. Lakini pia uwe tayari hapo kupokea mirejesho kutoka kwa watu. Na mimi napenda kusema zaidi kile kitu ambacho watu wanarudia kukuambia mara kwa mara, kukulalamikia mara kwa mara. Jamani, mbona utupe ushirikiano? Mbona tukikupigia simu upokei? Mbona tukikuita utokei? Vitu kama hivyo, ule mrejesho wewe unaanza kuona nao wananichosha au wananionaje. Kumbe ni kitu ambacho watu wana kisense, pengine wewe hujui. Kwa ile mirejesho ambayo watu wanakuambia mara kwa mara, pengine ni mtu mmoja au ni watu tofauti wanakuambia kitu hiki kimoja, kitilie maanani, pengine ndo hiko kinakukwamisha. Lakini jambo lingine, nawezaje kuboresha ninachokifanya leo? Kuna watu tunaishi kwenye mazoea. Yaani kwa sababu tu kitu hichi nimeshazoea kukifanya, basi naendelea kukifanya hivyo hivyo. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na mbinu na mpango mkakati wa kuwa bora. Yaani watu wasikuzoee. Unajua kuna mtu yani mtu ameshazoea itakuwa tu hivi bwana. Ukishazoea jambo maana yake nguvu ya kujifunza zaidi inapotea, lakini pia ubunifu unaondoka. Kwa hiyo na watu wakishakuzoea, kikija kitu cha tofauti ni rahisi kukuhama, kama ni biashara au kama ni mwajiriwa. Ukiwa umezoeleka ni mtu wa hivyo, mpaka tukukumbushe, mpaka tukusogeze, mpaka tu nini, inachosha, yani unaonekana kama ni mzigo. Kwa hiyo ni vizuri tujiulize hayo maswali, andika majibu yako na ufanyie kazi. Sasa tumefika nusu mwaka Janet, na unajua kuna wale ambao wameweka malengo lakini hayatimii. Wanakuta kila wakifanya inakuwa halitimii. Nini ambacho kinasababisha hasa hili? Sababu zipo nyingi sana, labda tuangalie tu kwa uchache. Sababu ya kwanza ni hali ya kutofanya kitu kwenye maisha. Yaani pengine uko kwenye matatizo au changamoto. Unajua kwenye malengo mtu anaweza akawa kwa mfano mwaka wakati umeanza akawa amejipanga kabisa, yani mpaka ikifika mwezi wa 6 nitakuwa nimefanya kitu fulani na fulani, labda mfano nitakuwa nimeshafungua biashara mpaka ikifika mwezi wa 6. Sawa, ameenda mwezi wa kwanza kaeka vizuri, anapambana, ina maana hapo kuna mahali hela yake ana save, yani kuna vitu anafanya akiwa anategemea fedha mahali fulani. Ilipofika mwezi wa 3 akakutana na changamoto, akamwambia bwana, kama familia kuna mtu anaumwa sijui nini, akapunguza kile kiasi cha fedha. Sasa hivi ile fedha alionayo haitoshei kufanya kile ambacho alikipanga. Kwa hiyo ni kama amestop hivi, yani ni kama tunasema amesimama. Kwa hiyo kusimama kwake kunafanya lile lengo lake lisifikiwe au lisifanikiwe katika muda na wakati ambao yupo sasa hivi. Kwa hiyo kiufupi hapa tunazungumzia usisimame. Unajua sisi tuna changamoto, jamii na changamoto, maisha na changamoto, lakini dunia isimame. Yaani wewe unalia lakini watu wengine wanacheka na waendelea na maisha yao. Kwa hiyo usipojifunza kuwa ngangari, kwa maana ya kuwa imara pamoja na changamoto, unatafuta namna ya kutoka na kupiga hatua. Usipokuwa hivyo maana yake unaweza kaa hapo hapo mwaka huu, mwakani na mwaka kesho kutwa, kwa sababu watu wako busy
na watu wengine wana changamoto zao, wengine pengine kubwa zaidi yako. Kwa hiyo hamna kukubembeleza, hamna nini. Yaani tunasema jitahidi kujitia moyo na kujing'ang'aniza kupiga hatua hata kama bado kuna changamoto. Kwa sababu ni watu wachache sana wanaotia moyo na pengine hawapo. Kwa hiyo usipojitia moyo mwenyewe na kuendelea na safari, unaweza kujikuta umekwama hapo na mambo hayaendelei. Sababu ya pili, kupoteza hali ya kujiamini na mashaka. Au kutaka sababu ya tatu. Sababu ya tatu ni kupoteza hali ya kujiamini na mashaka. Kwa hiyo mtu labda umekatisha tamaa tu kidogo, na hiyo ni kubwa sana, yani hiyo ni kubwa sana. Tuna cycle, tuna watu wanaotuzunguka ambao si wote wanatuelewa. Kwa hiyo unaweza ukaa unafanya jambo lako, watu wakakuambia yani hiyo ni ngumu, yani haiwezekani kabisa. Kwa hiyo kama haujaanza kujiamini wewe mwenyewe ndani, unaweza kujikuta unaacha kitu ambacho kingekupa faida na kukusaidia. Lakini pia kwenye mashaka, ondoa mashaka. Kama umeamua fanya. Majibu utayapata field. Achana na majibu haya kuambiana sisi kimarafiki au mtaani. Sababu nyingine ni kutaka kuonewa huruma na kukataa ukweli uliowahi kushindwa. Tunapata changamoto kwa namna mbalimbali. Lakini kuna watu ambao wanatamani watu waonee huruma, kama nilivyosema hapo awali. Pengine unataka akuonee huruma, yeye mwenyewe anaitafuta ile hali ya kuonewa huruma nayo sio nzuri. Sio nzuri. Lakini sometimes sio kama watu hawana upendo. Unajua sometimes watu wanatembea na vitu vingi sana. Mimi nimekuja kugundua mtu ambaye unamwadmire, yani natamani niwe kama yeye. Ungepata faili la maisha yake, pengine ungekimbia, ila tu ana smile, ameamua kuvaa ile tabasamu usoni. Kwa hiyo unatafuta huruma kwa mtu ambaye pengine wewe ndio itakiwa umhurumie. Kwa hiyo kila mtu ajibebe tu kwa namna yake, piga hatua kwa namna yako, tuendelee mbele. Sasa nini ambacho tufanye kutimiza malengo? Kwanza kabisa tuamue ni nini tunakitaka ndani ya miezi iliyobaki. Nini unakitaka? Ili nitimize malengo yangu. Ili utimize malengo yako. Nini unataka? Unajua kama mwingine hadi mwezi wa 6 lile lengo la mwezi wa 6 haijafanikiwa, rudi angalia namna gani ulianguka, nini unakitaka hasa. Au pengine hautaweza kufanikisha kwa 100%, basi at least umepiga hatua mwaka huu, umefanya kitu. Amua nini unakihitaji. Lakini ukishaamua, panga na tekeleza njia za kukufikisha unapotaka. Panga na utekeleze. Unajua watu wengi wanapanga lakini watekelezaji ni wachache. Lakini kuna ambao hawapangi kabisa, wanaamini mambo tu yatajitokeza yenyewe. Ni vizuri ukapanga, kwa sababu kupanga kunakupa ramani na mwelekeo wa namna gani unatakiwa uende. Kitu cha tatu ni badilisha tabia zinazokukwamisha, kama tulivyosema pale juu, kwamba tabia ni chanzo cha mambo mengi kutofanikiwa. Kila kitu unachokifanya leo kina athari kesho. Kwa hiyo kabla hujafanya vitu vyako, piga mahesabu vizuri, vinaweza vikakukwamisha. Lakini kitu kingine ni ongeza maarifa, taarifa na nidhamu na watu sahihi. Tuendelee kujifunza. Yaani mimi nazidi kukumbushia kwamba kujifunza hakuna mwisho. Unaweza ukajifunza kwenye makosa ambayo umefanya wewe mwenyewe, unaweza ukajifunza kwenye makosa ya familia yenu, watu wenu pale nyumbani. Unaona familia uliotokea kuna makosa pengine baba, mama amewahi kufanya, chukua kama darasa. Lakini jifunze kwa marafiki na watu wanaokuzunguka. Si lazima kwenye kujifunza wewe ndo ukosee ndo ujifunze. Unaweza ukajifunza kwa watu wengine na ukarekebisha na maisha yakaendelea. Hiyo kubadilisha tabia zinazokukwamisha. Hivi tabia za mwingine haziwezi kukukwamisha? Unazibadilishaje? Ama unapaswa kufanya nini? Kuna tabia hapa nazungumzia tabia zako binafsi. Tabia zako binafsi zinazokukwamisha. Unajua tabia za mtu mwingine inatokana na wewe unavyorespond. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema maisha yetu 10% ni wewe mwenyewe, 90% inatokana na mrejesho au jinsi unavyorespond kutoka kwa mtu mwingine. Kuna mtu hapa anaweza kukwambia wewe Janet mpumbavu. Ukatulia, afu kuna mwingine akamwambia Janet mpumbavu, unasemaje? Akanyanyuka, karusha ngumi, yaani mambo yakawa mengi. How you respond. Kwa hiyo waelewe watu watufanani, tunatofautiana. Ukishawaelewa, tafuta namna nzuri ya kuishi nao. Kama unaweza kuwaondoa kwenye maisha yako kwa maana ya kuwaweka mbali,
waweke. Lakini kama ni watu ambao wa kawaida na unatakiwa uhusiane nao kila siku, waelewe, tafuta namna gani ya kwenda nao, maisha yanaendelea. Kwa hapa tunazungumzia tabia zako wewe binafsi, zile za watu wengine tafuta tu namna ya kukaa nazo vizuri. Kwa nini unataka kujua? Nauliza vitu vidogo vidogo. Kuna mahali mtu anakukwamisha? Hapana. Tumalize na nukuu. Tunamalizia kwa kusema ya kwamba kujua unapoenda ni muhimu sana, lakini hakikisha unalijua na kuliondoa jiwe linalokuangusha ili usianguke tena. Ushajua jiwe linalokuangusha, basi kwenye kuliondoa unaliondoa. Ndio hivyo alivyosema. Au hujaelewa darasa? Unajua mambo haya yamekaa kifalsafa. Inabidi Janet mwisho uanze kutuuliza maswali. Umeelewa nini somo la leo? Nahisi mwanafunzi leo. Shukrani sana Janet. Asante, tunakushukuru sana kwa somo na darasa hili. Leo tukigusia zaidi kwa tathmini ya nusu mwaka huu 2025, na bado unayo nafasi nusu mwaka ijayo tena kutimiza yale malengo ambayo umeyaweka. Kumbuka kila Jumatano Janet Soka yuko hapa kutupa elimu kuhusiana na masuala ya uchumi, fedha, uwekezaji na masuala yote hayo ambayo kubwa lengo ni kuongeza uelewa wetu na kipato na mifuko sio iweze kuwa rafiki. Bado tuko nawe hapa katika Morning Trumpet.